Ground hapa Ukambani nasema nini? Ate ground inasemaje? Happy Madaraka Day mpenzi mtazamaji wa Tani Digital. Fahamu kwamba mpenzi mtazamaji, wa Kenya wanazidi kumkataa Rais William Ruto kwa kusema kwamba ni rais ambaye anaongoza kwa mabavu. Na hivyo basi siku hii ya leo mpenzi mtazamaji, ikiwa ni tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2025, Wakenya katika stadium ya Homa Bay ambapo Rais William Ruto amekuwa na hafla ya kuweza kuidhinisha siku ya Madaraka Day. Mtazamaji, kulionekana mambo ambayo ni ishara tosha kwamba rais hatakikani katika nchi ya Kenya. Na mtazamaji, kabla niweze kuelezea ni mambo yapi haya ambayo yaliweza kufanyika katika Raila Odinga Stadium pale katika kaunti ya Homa Bay. Mtazamaji, iwapo ni mara yako ya kwanza hapa ndani ya kituo hiki, na kusihi mtazamaji uweze kutenga sekunde yako moja na ujiunge nasi kwa kusubscribe. Mpenzi mtazamaji, fahamu kwamba Wakenya wameweza kufanya msemo wa one term uwe msemo ambao unavuma kila mahali. Na hivyo basi mtazamaji, Rais William Ruto hata sasa hivi anafahamu kwamba yeye hatakikani Kenya. Mtazamaji, watu walijaa ndio katika stadium hiyo, lakini mtazamaji, jambo ambalo ni la wazi ni kwamba Wakenya wameanza kumchukia Rais William Ruto, kusema kwamba ni rais ambaye ameweza kuongoza nchi ya Kenya jinsi ambavyo anataka. Na mtazamaji, ni mambo gani haya ambayo Rais William Ruto ameweza kuyafanya ambao Wakenya hawajafurahia kabisa? Fahamu kwamba mtazamaji, hivi majuzi ni jambo la kusikitisha kwamba mtu ambaye anatetea haki yake ama mwanaharakati ambaye anajaribu kutetea Wakenya anashtakiwa ama anashikwa kwa lazima na kushtakiwa kwa makosa ya kuweza reject finance bill ya mwaka 2025. Fahamu kwamba mwaka uliopita kivumbi kiliweza kushuhudiwa katika nchi yote ya Kenya baada ya Gen Z kuweza kuandamana wakiongozwa na Raila Odinga ambaye kwa wakati huo ndiye aliyekuwa kinara mkuu upinzani, ila sasa hivi baada yake kuweza kujiunga na Rais William Ruto, mtazamaji, aliweza kusahau ajenda yake kama kinara wa upinzani, na hivyo basi Wakenya wamekuwa wakililia hali ngumu. Fahamu kwamba mtazamaji, kuna mwanaharakati mmoja wa kike ambaye aliweza kukamatwa kwa kuweza reject finance bill ama kuweza kutengeneza tovuti ya kuweza kupinga finance bill ya mwaka 2025. Jambo ambalo mtazamaji, wengi wameweza kusema kwamba ni jambo la ni maovu. Kwa nini mpenzi mtazamaji? Fahamu kwamba huyu ni Mkenya anayejaribu kutetea Wakenya zaidi ya milioni 40. Na hivyo basi mtazamaji, yeye kuweza kutetea Wakenya wengine anashikwa, na mtazamaji kuenda kutaka kutoka, anaambiwa kwamba hawezi tolewa katika pale rumande ama pale ambapo ameweza kuzuiliwa. Jambo ambalo Wakenya wanajiuliza, je, hii ni serikali ama hii ni aina fulani ama ni mfumo fulani ya watu ambao wanajaribu kuweza kuwakandamiza Wakenya, hususan vijana wanaojaribu kutetea haki zao. Fahamu kwamba mtazamaji, baada ya Rais William Ruto kuweza kujumuika na Wakenya katika maeneo ya Homa Bay, tunaona kwamba vijana walikuwa wanasema Ruto must go. Kiongozi wa taifa alipokuwa anatoa hotuba yake, tunaona kwamba vijana walikuwa na hasira sana, huku wamebeba mabango yaliyoandikwa one term. Ni jambo la aibu mpenzi mtazamaji, kwani rais anatakikana kuweza kupokelewa na shangwe na heshima, lakini mtazamaji, mambo hayako ama tunasema kwamba things are not the same. Mambo hayako jinsi ambavyo yalikuwa hapo awali. Fahamu kwamba Rais William Ruto alipoingia madarakani aliweza kuwaahidi wa Kenya mambo mengi zaidi, akisema kwamba ataweza kutengeneza barabara, ataweza kushukisha bei za bidhaa na miundo msingi mingine. Lakini mtazamaji, maajabu yameweza kushuhudiwa, kwani Wakenya wananyang'anywa kile kidogo walichonacho. Fahamu kwamba hivi majuzi kulikuwa na mswada kwamba simu zinazokuwa imported ziweze kuwa na data ya kila mmoja, kila mtu. Jambo ambalo mtazamaji wa Kenya waliuliza ni kwa nini
simu serikali iwe na ruhusa ya kuingia ama ya kupata data kutoka kwa simu ya mtu, jambo ambalo mtazamaji liliweza kuwa suggested na rais mwenyewe. Jambo jingine mtazamaji, Wakenya wameweza kukasirika vibaya zaidi baada ya kugundua kwamba Affordable Housing Project ilikuwa ni mradi wa kuweza kunufaisha baadhi ya viongozi wakuu serikalini na si wa Kenya. Pale katika maeneo ya hapa katika kaunti ya Nairobi, mtaa wa Mukuru, tunaona kwamba mtazamaji, hivi majuzi kulikuwa na kizaazaa baada ya vijana kuweza kufurushwa baada ya kuweza kupewa shilingi 500 na wakaambiwa waweze kupiga picha mbele ya nyumba hizo na kusema kwamba sisi ni beneficiaries wa Affordable Housing Project. Jambo hilo mtazamaji liliweza kuwakera Wakenya vibaya zaidi, huku wengi wakisema kwamba serikali hii inaongoza kwa mabavu. Fahamu kwamba mtazamaji, licha ya urafiki ambao unazidi kuendelea kukomaa kati ya Rais William Ruto na kinara wa Azimio la Umoja ambaye ni Raila Odinga, wa Kenya mtazamaji wameweza kuonya urafiki huo, kusema kwamba utaweza kupeleka ama itaweza kufanya Wakenya kuweza kuzozana ifikapo mwaka 2027. Fahamu kwamba mtazamaji, ni mwezi mmoja, ni takriban mwezi mmoja umepita tangu Rais William Ruto aliporushiwa kiatu pale katika kaunti ya Homa Bay, na siku ya leo aliweza kujumuika na watu hapo mahali ambapo aliweza kurushiwa kiatu. Fahamu kwamba aliweza kusema kwamba amemsamehe huyo muungwana ambaye ameweza kumrushia kiatu, lakini mtazamaji, mambo yanazidi kuchemka. Wakenya wameweza kusema kwamba hawamtaki tena Rais William Ruto, wamechoka na ahadi za uongo. Kuna mambo ambayo yanazidi kufanyika mtazamaji, huku wengi wakisema kwamba ni Rais William Ruto anayefanya mambo hayo. Fahamu kwamba hivi majuzi kuna padri ambaye aliweza kuangamizwa baada ya yeye kuweza kuhost Gachagua ama kuweza kuwa na mkutano na Gachagua, na mtazamaji akaweza kupatikana kama ameuawa kwa njia ya kikatili. Tumeona mtazamaji viongozi wakitekwa nyara baada ya kusema ama kutangaza msimamo wao, wakiwa kusema kwamba mimi mwaka 2027 nitakuwa na msupport bwana Gachagua. Viongozi wanaosema hivyo wakuu serikalini mtazamaji, tunao kwamba mambo yanayotendeka kwao baada ya kuweza kustoa msimamo wao kuwa wataweza kuwa na Gachagua mwaka 2027, tunao kwamba mambo ambayo si ya kawaida yanafanyika, na huku Wakenya wamesema kwamba anayefanya yote hayo si mwingine bali ni rais katika njia zake ili aweze kumzima bwana Gachagua kisiasa. Fahamu kwamba mtazamaji, yote hayo yakizidi kuendelea, bwana Gachagua na viongozi wengine wa upinzani wanazidi kupata nguvu siku baada ya nyingine. Siku ya leo bwana Rigathi Gachagua alikuwa ameungana na waumini pale katika kaunti ya Kiambu kwa minajili ya ibada, huku Rais William Ruto akijumuika na Wakenya katika stadium ya Homa Bay, Raila Odinga Stadium, ili mtazamaji aweze kuidhinisha siku ya Madaraka Day. Fahamu kwamba mtazamaji, hapa ni Tani Digital, tunakupa uchanganuzi wa kina masuala ya kisiasa na masuala yote yanayotokea nchini. Cha muhimu ni wewe uweze kujiunga nasi kwa kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe.